Kichwani hapa na kitu kimoja ambacho nimekumbuka baada ya sisi washikaji fulani kutoka Dodoma kwenye ule mwaliko wa Mheshimiwa Waziri Makonda kwenda kushuhudia bajeti ya wizara yetu ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Tulikuwa na mwanetu Didier Drogba, champion kutoka Ivory Coast. Drogba alihudhuria bungeni kama mgeni mwalikwa kushuhudia bajeti yetu. Watu wengi sana tuliporudi wakasema, da, sasa nyinyi vipi? Drogba kazi yake nini bwana? Drogba ili iweje? Mbona hivyo? Unaelewa? Watu wengi wanaona kama labda ile jambo halikuwa na maana yoyote, lakini kiuhalisia kabisa iko hivi. Sisi tunaandaa AFCON, lazima tulikujue hilo. Ni gharama kubwa mno. Lakini gharama yenyewe ya uwekezaji faida yake huwa inakuja baadaye, baada ya tukio kufanyika na dunia kushuhudia, kujua, kutambua kwamba miongoni mwa waandaaji wa hili jambo Tanzania nayo imo. Sababu tukumbuke siku hizi mashindano makubwa hata World Cup hayaangaliwi na nchi moja kama zamani. Kama nchi fulani inaandaa, dunia nzima inaangalia kule. Ni nchi nyingi. Mfano World Cup mwaka huu kuna Mexico, Marekani na Canada. Kwa kila taifa lazima lifanye nguvu sana ili baada ya matukio yakiwa yanafanyika dunia ijue kama kumbe katika World Cup ya mwaka huu Marekani nayo ilikuwemo, Canada nayo ilikuwemo na Mexico ilikuwemo. Taifa moja litazubaa kwenye hili, utashangaa World Cup inaanza mpaka inaisha hakuna ambaye analizungumzia. Kwa maana yake litakuwa limepata hasara. Kwa sababu kwenye kuzungumziwa na kufahamika ndio kuna karibisha uwekezaji kutoka sehemu mbalimbali, kinakaribisha mambo ya kitalii, fursa kwa wafanyabiashara, yani wafanyakazi, yani fursa kwa nchi yale mambo yanapofanyika na dunia inapotambua. Yani baada ya hapo unaona uwekezaji unakuja, watu wanajua rasilimali zetu, wanajua vitu vingi ambavyo fursa zilizopo wanazitambua. Kwa hiyo mwaka huu tunavyoandaa sisi AFCON, kipindi hiki tunaandaa sisi Kenya na Uganda. Na unafahamu Kenya ni giant kiuchumi, propaganda, mambo mengi Kenya anayaweza. Hata juzi muone kulikuwa na swala zima la kiwanda cha Dangote cha kusafisha mafuta. Kinatakiwa kifanyike kijengwe Tanga. Ila katika ile ujanja na hila za Kenya kinajengwa Mombasa. Kwa hiyo shatupiga bawa hapa. Na sio leo, hata kwenye historia yetu ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki ilivyoundwa, ilikuwa na rasilimali nyingi kutokana na michango ya hizo nchi tatu. Lakini wakati inavunjika mwaka 77, Kenya walipiga bao kwa sababu vitu vingi vilikuwa kwao. Walikomaa, zikajengwa ofisi nyingi kwao. Mambo mengi yakajengwa pale kwao. Kwa hata siku inavunjika jumuiya, vitu vingi vilikuwa kwao. Sisi hapa tulifanikiwa kuchukua vitu vichache, ikiwemo ile ndege ambao alitorosha rubani Mapunda. Alitorosha, na baki bila hivyo ingebaki Kenya. Katika ndege zaidi ya 20, labda tuliambulia moja. Wakenya wakatupiga bao. Kwa hata kwenye AFCON tukifanya mchezo tu, hawa Wakenya ambao hata mlima Kilimanjaro si upo kwetu, lakini mara nyingi wanufaika nao wao kuliko sisi. Kwa hiyo wanajua sasa kutumia fursa. Kwa namna pekee sisi kufaidika na hii AFCON na uwekezaji wetu ulipe, ni lazima tutumie nguvu ya ziada kuona kama watu wanajua. Ndio maana Drogba akaja. Mbona bwana? Kwa pale dunia nzima litazama Drogba yupo, lakini pia kama itoshi, Drogba alienda Ikulu nadhani akapewa balozi wa AFCON kwa upande wa Tanzania. Kwa Drogba ni mkubwa sana. Uwepo wa Drogba unamaanisha kwamba dunia inafahamu kwamba kumbe katika mambo haya Tanzania nayo imo. Hata Waganda wanajua sana English, kwa mara nyingi wanatupiga bao kwenye fursa za mbele huko. Kwa sisi lazima tutumie nguvu ya ziada na ubunifu mno ili watu wajue na sisi pia ni miongoni mwa waandaaji, ili tuvune zile fursa ambazo zinapatikana kutokana na nchi kutambulika kama ni miongoni mwa waandaaji wa AFCON. Na ndio maana sijashangaa kuona pia Mheshimiwa Waziri Makonda katika wizara yao na MONUFEI ya utamaduni katika ubunifu wa wale vijana wamesema pia kwa upande wa ngumi ambao Tanzania sasa inapigana ngumi sana, lakini hamna anayejua. Juzi class kachukua mikanda 2 nje ya nchi, lakini nani anajua? Ndio maana ili watu wa Tanzania waitazame kwa usungumi, nimesikia pia wizara na mpaka kumleta Mayweather na Tyson. Wale watakapokuja hapa sio kucheza tu, ile kuja kwao hapa